Watazamaji, kabla ya jua la uhuru kuchomoza juu ya ardhi ya Tanganyika, giza la ukoloni lilikuwa zito kama wingu la masika. Lilikaa juu ya mioyo ya Waafrika, likakandamiza ndoto zao, likazima sauti zao na kuwafanya wageni katika nchi yao wenyewe. Lakini katika giza hilo kulikuwa na nyota chache, nyota zisizong'aa kwa kelele bali kwa uvumilivu. Moja ya nyota hizo ilikuwa Rashid Mfaume Kawawa. Hakuwa mtu wa makeke, hakuwa wa kujisifu, lakini alikuwa nguzo iliyobeba paa la taifa changa bila kulalamika. Maisha yake yalikuwa safari ya kimya, lakini athari zake zilikuwa kubwa kama bahari isiyopimika. Hii ni hadithi ya mtoto wa kawaida aliyekuja kuwa kiongozi wa taifa. Hadithi ya kijana aliyesikia kilio cha watu wake na kuamua kukibeba moyoni. Hadithi ya shujaa wa kipindi cha Mashujaa Wetu. Mtayarishaji na msimulizi wa Mashujaa Wetu si mwingine. Mimi jina langu naitwa Herbert Peter. Karibu tuwe sote pamoja. Rashid Mfaume Kawawa alizaliwa tarehe 27 ya 1926 kusini mwa Tanganyika, katika eneo la Lindi, ardhi ya jua kali, upepo wa bahari na maisha ya watu wanyonge waliokuwa wakiishi chini ya kivuli kizito cha mkoloni. Alizaliwa katika familia ya kawaida ya Kiafrika. Wazazi wake hawakuwa matajiri wala watu wa majina makubwa, bali walikuwa miongoni mwa mamilioni ya Waafrika waliokuwa wakipambana na maisha kwa jasho la uso. Baba na mama yake walimlea kwa maadili ya nidhamu, heshima, kazi na uvumilivu. Katika nyumba hiyo ndogo, Kawawa alifundishwa mapema kuwa heshima ya mtu haipimwi kwa maji, bali kwa tabia. Utoto wake haukuwa wa anasa. Aliona kwa macho yake mzazi akifanya kazi ngumu, lakini bado akihesabika mdogo mbele ya macho ya mkoloni. Aliona wazee wakinyamaza, si kwa sababu hawakuwa na cha kusema, bali kwa sababu walinyimwa haki ya kusema. Hapo ndipo mbegu ya mapambano ilipoanza kuchipua moyoni mwake, kimya bila kelele. Kawawa alikulia katika mazingira yaliyomtaka mtoto awe mtu mzima mapema. Maisha yalikuwa mwalimu mkali. Elimu ya shule aliipata katika shule za msingi za wakati huo, shule chache zilizokuwepo kwa Afrika zenye rasilimali haba, lakini nidhamu ni kali. Shule hizo hazikuwa na madarasa ya kisasa wala vitabu vya kutosha, lakini zilikuwa na kitu kimoja muhimu, yani ndoto ya kujua kusoma na kuandika, ndoto ya kuelewa ulimwengu, na ndoto ya siku moja kujinasua kutoka minyororo ya unyonge. Kawawa hakuwa mwanafunzi wa makeke, lakini alikuwa mwenye bidii na makini. Alisikiliza zaidi kuliko alivyoongea. Alijifunza zaidi kutokana na maisha kuliko vitabuni. Baada ya masomo ya awali, alilazimika kuingia katika maisha ya kazi mapema, kama ilivyokuwa kwa vijana wengi wa Kiafrika wa wakati huo. Akiwa kijana, Kawawa alifanya kazi kama karani, kazi iliyompa fursa ya kuona kwa karibu mifumo ya utawala wa kikoloni. Hapa ndipo macho yake yalipofunguka zaidi. Aliona jinsi Waafrika walivyodharauliwa, mishahara midogo na nafasi chache za kupanda ngazi licha ya uwezo wao. Kazi hii haikumtajirisha, lakini ilimpa uelewa, na uelewa huo ukageuka kuwa mzigo wa dhamira. Alianza kujiuliza maswali: kwa nini nchi yetu iwe ya wengine? Kwa nini sauti za watu wetu zisisikike? Maswali hayo hayakuwa na majibu rahisi, lakini yalikuwa na mwelekeo mmoja, yani mapambano. Miaka 1950 ilikuwa miaka ya moto. Tanganyika ilikuwa inaamka. Ndani ya kipindi hicho alijitokeza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akiwa na wito wa uhuru na umoja. Kawawa aliitikia wito huo bila kusita. Alijiunga na TANU, si kwa tamaa ya madaraka, bali kwa wito na dhamiri. Alifanya kazi ya chama kwa uaminifu mkubwa, akitumika kama msaidizi, mratibu na mpiganaji wa chini kwa chini. Hakuwa mtu wa kupanda majukwaani mara kwa mara.
bali alikuwa mtu wa kuhakikisha mambo yanafanyika. Uaminifu wake, unyenyekevu wake na uwezo wake wa kutekeleza majukumu vilimfanya aminiwe sana na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kawawa akawa kama kivuli cha Mwalimu. Hayupo mbele ya mwanga, lakini yupo kila mahali. Baada ya uhuru wa Tanganyika mwaka 1961, taifa lilihitaji watu wa kuaminika. Mwaka 1962, Rashid Kawawa aliteuliwa kuwa waziri mkuu wa Tanganyika. Ilikuwa heshima kubwa, lakini pia mzigo mzito. Alipobeba madaraka hakubadilika. Aliendelea kuishi maisha ya kawaida. Hakujenga majumba ya kifahari. Hakujilimbikizia mali. Aliona uongozi kama utumishi, si fursa ya kujitajirisha. Baada ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar mwaka 1964, Kawawa alikuwa makamu wa kwanza wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika nafasi hiyo, alishiriki katika kujenga misingi ya taifa jipya, taifa la umoja, usawa na heshima ya binadamu. Katika maisha yake binafsi, Kawawa alikuwa baba wa familia. Aliwalea watoto wake kwa misingi ile ile aliyolelewa: nidhamu, kazi na unyenyekevu. Watoto wake waliishi maisha ya kawaida. Walijifunza kuwa heshima ya jina la baba yao ilipaswa kulindwa kwa tabia na si kwa cheo. Mzee Rashid Mfaume Kawawa alifariki tarehe 31 ya mwezi Disemba mwaka 2009. Aliondoka kimya kimya kama alivyoishi, lakini alituachia urithi mkubwa, urithi wa uongozi wa maadili, uaminifu na uzalendo wa kweli. Mfaume Rashid Kawawa alikuwa shujaa asiyevaa silaha, bali aliyevaa dhamira. Katika kipindi cha mashujaa wetu, Kawawa anabaki kuwa mfano wa kiongozi aliyebeba taifa mgongoni bila kulalamika. Mtazamaji, hadi kufikia hapa tunafikia tamati ya simulizi, ambapo tumemwangazia hivi leo Rashid Mfaume Kawawa, aliyewahi kuwa makamu wa kwanza wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuwahi pia kuwa waziri mkuu wa Tanganyika. Ni kuahidi kuwa nitaendelea kuwa nawe katika kuelezea historia mbalimbali za viongozi wetu ambao walichukua hatamu katika harakati za ukombozi na harakati mbalimbali za kimaisha. Kwa heri kwa sasa. Mashujaa wetu wa Tanzania na Afrika, mashujaa wetu wa Tanzania na Afrika, mashujaa wetu.